Unaona burudani kwa wananchi, imekuwa unakuwa na post unashangilia vipi? Kwanza game ilikuwaje? Kwanza unajua wa Yanga wanaita masiala. Unajua wa Yanga wanajua kikosi cha kushinda, wanajua kikosi cha yani naweza kusema yani testing. Kipindi cha kwanza Yanga alipanga kikosi ambacho naweza nikasema kwamba kama walikuwa wanajaribu wawapime upepo Dodoma, kwa Dodoma wako serious. Na userious wa Dodoma ulikuwa katikati. Dodoma alikuwa anafinya vibaya mno wachezaji wa Yanga. Kanyaga mno. Yanga kawaangalia akasabisi na mtu imara hapa kati. Si yupo Damaro. Akasema ingia Damaro. Ingia na Duke, ingia na Neokelo. Unaona tayari Yanga kaanza kuflow. Na hii risiti naomba ndugu waandishi muitunze. Hii Yanga ukifungwa goli 3, narudia tena, toka unashangilia. Unaona leo baada ya Yanga kupanga kikosi chake cha ushindi, Dodoma alikuwa anaomba Mungu mpira uishi. Asije akapigwa 5. Licha ya kufungwa 3, kuna kosa zaidi ya 5 zimetokea. Ile clear chance unamsema goli. Kwa hiyo Dodoma leo kwanza mimi kama Mchome nawapongeza, wamefanya kazi nzuri kufungwa goli 3 na Yanga hii. Sio kazi rahisi, wamepambana kweli kweli. Laiti kama ingekuwa ni timu yoyote kutoka Kariakoo. Ingekuwa yoyote ya Kariakoo hapa. Ipi tofauti na Yanga sasa? Ipo ya Kariakoo, langu mechi hizi kuna kono la nyani. Kiukweli mimi kinachoniumiza moyo zaidi, Yanga anazidi kuimarika, alafu sisi tunazidi kuwa tia maji. Hii kitu inaniuma moyo vibaya mno. Na kama unavyojua siku zinakimbia hivi. Yaani hiyo dabi inakimbia hivi, alafu dabi kila nikiangalia kanuni ya kuahirisha sioni. Leo inazidi kuniuma, naishiwa power. Unamwona Depo combination inazidi kukubali siku hadi siku zinavyoenda, Depo anaenda kuwa bora zaidi. Mechi 2 goli 3 sio kazi rahisi. Afu dirisha dogo na hata raundi ya kwanza haijaisha. Kuna uwezekano Yanga katimiza mechi 15, Depo ana goli 20, mimi nakwambia. Sawa, ujio wa Depo umebadilisha chote kwenye eneo la forward pale. Yeah, of course, kwa sababu nafasi ya ushambuliaji unaona inazidi kuwa hatari. Yaani Yanga Depo ana uhakika wa kutumia nafasi 3, goli 2 au goli 3. Aina ya mshambuliaji kama huyu alikuwepo Fiston Kalala Mayele. Kwa unamwona Mayele amerudi Dar Afrika. Kwa sababu Depo anafunga juu, anafunga penalti, anafunga chini. Aina ya mshambuliaji kama huyu ukiwa naye kwenye timu yako unakuwa na confidence ya kucheza mpira kwa uhakika kabisa. Mimi nitoe rai kwa vilabu vya Tanzania, Yanga apewe kombe lake mapema. Timu inaenda kuungana hii. Mimi nawaambia tutakuja kudhalilishwa. Watu wanashia vyuma huko. Vyuma gani? Unaogota wachezaji mtaani. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mchezaji bora huwezi kupata mtaani hata siku hii. Unataka kuniambia leo Pacome mkataba Yanga ukiisha atakaa wiki 2 mtaani? Ni siku moja tena masaa ashapata timu. Lakini unaenda kusajili mchezaji ana miezi 6 mtaani. Kuna sababu 2 za kuwa yeye mtaani. Kiwango kibovu au ni mgonjwa, majeraha na mwandao. Kila klabu ikipiga odi na yule ni injury. Umeelewa? Kwa huwezi kupata mchezaji mzuri dirisha dogo bila kuvunja mkataba. Ukiona mchezaji anakuja free agent, unajua huyo hamna kitu. Kwa hiyo huwezi kusema unasajili dirisha dogo free agent afu kapambane na Yanga, huyo ni uongo kabisa. Unaona Yanga wachezaji wake anawatoa kwenye vilabu. Dodoma ameyaweza kipindi cha kwanza. Dodoma kipindi cha kwanza Yanga unamwona Damaro alikuwa hayupo, Duke hayupo, unamwona kabisa Okelo hayupo. Na Yanga ya ushindi inajulikana. Yaani kila timu ina wachezaji wake muhimu. Kiangalia Yanga sasa hivi, hata mtoto mdogo ukimwambia panga kikosi, ukamweka Damaro na Duke nje na kuzaba makofi, anakuambia hiyo sio Yanga. Sio Yanga ya ushindi. Damaro na Duke nje. Wale namba 6 na namba 8 wawili wale. Ukaweka nje anakuambia hiyo sio Yanga ya ushindi. Kwa unaona Yanga ya ushindi imeje kipindi cha pili wamescore. Mabadilisho eneo la ulinzi nadhani unaona mabadiliko kidogo. Kwa Frank Asisi pamoja na Mbaka ambaye ametoka adhabu. Kuna chochote umekiona cha tofauti? Mimi nilichokiona zaidi ya dharau kwa Yanga sijaiona. Kwa sababu Yanga anafanya dharau. Yaani anza kama mechi naanza na Jobu na Mwamnyeto fresh, akaanza Jobu na Baka fresh, akaanza Baka na Mwamnyeto fresh, akaanza Asink. Yaani wachezaji wale kuna uwezekano wakawa wanapiga kura. Anado zile. Unataka huyu na huyu, huyu na huyu, huyu na huyu, atakavyoamua kocha anapanga kwa sababu wote ni wachezaji wenye viwango bora na ni wachezaji wazuri. Na hata akiingia labda Baka na Asink, huoni tofauti. Akiingia Mwamnyeto na Asink, huoni tofauti. Kwa hiyo niwapongeze kikweli
wameisuka timu vizuri. Sema ndio hivyo, wako Tanzania. Starboy Alan Okello, mwanangu, ukiwa unamwangalia ule mtoto tunamwona kama Yamal. Jamani, tuache ushabiki. Nani Alan Okello kiukweli, Starboy Mangungu ana haki ya kusema ukweli. Kile kiwango, ile quality, hata kama ni mimi Mangungu lazima niseme tulitaka tukamkosa. Acha Alan Okello huwezi kuvumilia, kwa sababu yule mtoto anapiga pasi, yani ni pasi inapigwa, ukitola mstari haupindi, umenyoka hivi, alafu habahatishi, anapiga pasi kwa uhakika, anafanya mambo yake kwa uhakika. Ni aina ya namba 10 ambaye ana uwezo wa kupiga penetration pass, mambo ya kizungu haya. Ukimwangalia Alan Okello wa sasa, unamwona Chama wa miaka 8 iliyopita. Haya, mwamba alusaka ndio zilikuwa zake 2018 ndio alikuwa yule Alan Okello. Sasa niambie 2026 wanaye Yanga kuna nini hapa? Balaa zito kwa Alan Okello. Kiukweli engineer ana haki ya kupanda ndege, kuzunguka mzunguko wote, kulipa mabilioni ya hela aliyolipa. Ni mchezaji mwenye quality kubwa. Unaambiwa kipindi Alan Okello anaambiwa aende kule aliuliza naenda kucheza na nani? Akasema pasi zangu utakuwa nampa nani? Yanga akamwambia bana, wewe utampa mwamba huyo hapo nani? Depu, utampa Depu. Akasema basi fresh engineer nichukue. Lakini kuna vilabu kutoka Ulaya tu unaambiwa akaambia utaenda kucheza na Pacome huyu akaambia nende huko Bwana Mfalme amefunga goli lake leo la 4 kwenye RCP, anaendelea kuimarisha sifa hii. Ni faida kiasi gani kwa kuendelea kufunga ambaye ni mshambuliaji? Na kwanza kazini kwa Dube kuna kazi. Kazini kwa Dube kuna kazi, na hichi kitu mimi nilikuwa natamani kukiona. Dube ni second striker. Yaani pale kuna top striker afu kuna second striker. Anatokea pembeni ndio Dube yule. Na Dube akiwa anatokea pembeni ana advantage ya kupa kila goli kwenye kila mechi, kwa sababu yule ni second striker. Dube anaenjoy sana akipiga ndizi. Sasa ukiwa pale katikati ukipiga ndizi mpira unatoka, lakini ukiwa pembeni ukipiga mzungusho inaingia. Dube atafunga sana, kwa sababu Yanga anatengeneza nafasi nyingi na drop goal nyingi. Unaelewa, akikosa Depu atafunga Dube. Zile drop goal sasa hivi wanazifanyia kazi. Kiukweli watachagua wao top scorer wa nani, Depu au Dube. Sasa hivi wanagawa, kwa sababu ukizingatia, kwa mfano mimi timu yangu wafungaji bora wote wameondoka. Sasa anabaki nani wa kufunga? Ndio Yanga wachague wao top scorer awe Depu au awe Prince Dube. Kesho kutwa Simba Sports Club anacheza tarehe 29. Tarehe 29 Simba anacheza dhidi ya Mashujaa. Maisha Mashujaa mwisho alifunga goli 6. Pengine unaona Simba Sports Club kwenda kuzirudisha hizo? Kwanza Mashujaa alifunga goli 6 na timu bora sana. Unapotaja Young Africans Tanzania ni miongoni mwa vilabu bora, inaweza kashika hadi namba 1. Kiukweli kwenye hiyo mechi ya Mashujaa na Simba lolote linawezekana. Msikate tamaa. Simba sio timu ya kuiamini sasa hivi. Mimi Mchome siitilii dhamana. Mashujaa anaweza akapigwa goli 6 pale na Yanga, ukaingia pale game ya Simba akatotoa dishai, kwa sababu ukiangalia performance Mashujaa na Simba zinakaribiana. Kwa lolote linawezekana. Biblia yenyewe inatuambia kwa hakika waacheni wafu wazikane. Kwa pale sasa Meja Isamunyu, kwa sababu gani? Nisikilize, tumechagua uwanja ambao si wenyewe hatuwezi. Ule uwanja hatuwezi, uwanja mkubwa. Yaani ile picha ya taifa ipeleke pale inahitaji watu runners wenye uwezo wa kukimbia. Sasa pale runners tumempata mmoja. Haya wengine hawana pumzi ya kucheza dakika 90. Kwa hiyo Mashujaa akijikaza lolote linaweza likatokea. Kwa akijikaza atapata point 3 Mashujaa akijikaza akasema kwamba huyu unamweza, lolote linaweza likatokea, kwa sababu performance ya Simba sasa hivi Chama langu na ya Mashujaa havina tofauti sana, ukizingatia quality ya mchezaji mmoja. Unawezekana Simba huko wachezaji wenye majina makubwa wenye poor performance. Yote inawezekana. Kwa hiyo Mashujaa zikana wachezaji wadogo wenye performance kubwa. Kwa wakijiamini, Mashujaa wanatoka mkoani kwangu, mimi naiamini ile timu Kigoma. Kwa hiyo mimi hiyo siku nitakuwa nashabikia Mashujaa. Wakijikaza wakasema tunamweza mnyama, lolote linawezekana. Pamoja.